Naitwa George Semsela, ni mratibu wa afya akili na dawa za kulevya katika halmashauri ya jiji la Tanga. Leo tunazungumzia habari za athari za dawa za kulevya duniani, ambayo tunaposema duniani ni kwamba kila tarehe 26 mwezi wa 6 kila mwaka dunia kwa ujumla tunaadhimisha maadhimisho ya dawa za kulevya. Na mara nyingi tunapoadhimisha tunakuwa na kauli mbiu ambayo inaambatana na hayo maadhimisho. Mwaka huu kauli mbiu ya maadhimisho inasema ubunifu wa kimkakati, suluhisho ya changamoto za dawa za kulevya. Kwa nini kama serikali au wizara imetuletea hii kauli mbiu? Kwamba kuna kitu kinaitwa ubunifu wa kimkakati, lakini pia kuna suluhisho, lakini la tatu kuna changamoto za dawa za kulevya. Kuna mambo matatu: ubunifu wa kimkakati, suluhisho au utatuzi wa suluhisho la changamoto za dawa za kulevya. Sasa tunaenda moja kwa moja kwenye mikakati au dawa za kulevya. Dawa za kulevya ni nini? Unaposema dawa za kulevya, ina maana kwamba ni kemikali ambazo zinapomwingia mtu huathiri ubongo wa mtumiaji na kumsababisha kuwa na matendo, hisia, fikra na muonekano tofauti na matarajio ya jamii. Kemikali hizi kutokana na mmea wa madini ambayo ni malighafi muhimu kwa mahitaji mengine ya mwanadamu. Dawa hizi zinapoingia mwilini kwa njia kuu tatu. Kuna njia ya kwanza ni ya kunusa au kula, njia ya pili ni ya kuvuta, na njia ya tatu ni ya kujidunga kwa kutumia sindano. Dawa za kulevya ziko ambazo zimeruhusiwa kisheria, kwa mfano dawa za hospitali, Valium, Pethidine, Morphine. Hizi ni dawa za kulevya lakini zimeruhusiwa kisheria, zinatumika hospitalini. Valium zinatoka kwa wagonjwa ambao wanapata malegedege au walifanyia operation kumfanya mgonjwa asiwe anahangaika. Pethidine ni dawa pia anapewa mgonjwa akishafanyia operation ili kupunguza maumivu makali, na hii Morphine pia ni dawa ambayo pia anapewa mgonjwa mwenye maumivu makali, hasa wale ambao kidogo na kansa ya koo na kadhalika. Sasa hizi ni dawa za kulevya ambazo zimeruhusiwa kisheria, na zipo dawa ambazo hazijaruhusiwa kisheria ambazo ni hizi bangi, mirungi, kokaini, heroini na kadhalika, lakini hizi hazijaruhusiwa kisheria. Sasa kwa nini mtu anaamua kutumia dawa za kulevya? Zipo sababu ambazo zinamsababisha mtu kutumia dawa. Sababu ya kwanza ni utegemezi wa kisaikolojia, lakini sababu ya pili ni utegemezi wa mwili, na sababu ya nyingine ni saikolojia na utegemezi wa mwili. Kwa upande wa kisaikolojia, huyo mtu atatumia dawa ya kulevya pale anapokuwa anahangaika sana, anakosa usingizi, anahangaika, anakuwa na mawazo mengi. Kwa hiyo sasa mawazo yake yanamtuma kwamba akitumia dawa ya kulevya atapumzika. Lakini kuna mwingine anakuwa ni muoga kupita kiasi, kwa hiyo anahisi kwamba akitumia dawa ya kulevya ule uoga utaisha. Lakini mwingine watu wanashindwa kujiamini, kwa hiyo kuto kujiamini, akinywa mawazo yake yanamtuma kwamba akitumia dawa ya kulevya atakuwa anajiamini kwa kiasi kikubwa. Wengine wanakuwa na hasira na wasiwasi kupita kiasi, au wengine inafika hatua wanashindwa kutekeleza wajibu au majukumu ya kila siku. Kwa hiyo anahisi kwamba akinywa kwa mfano pombe au kivuta bangi, basi ataweza kufanya majukumu yake kwa wakati. Lakini mwingine anakuwa na mawazo hasi. Hizo ni sababu tu kwa upande wa kisaikolojia. Lakini ukija kwa upande wa kimwili sasa, mwingine anakosa usingizi na hamu ya kula kabisa. Chakula kiko pale lakini hawezi kula, lakini akivuta bangi au akinywa pombe anapata hamu ya kula. Mwingine, kuna mtu mwingine anafikiria hivyo. Lakini kuna mwingine kutetemeka mwili, wale ambao sasa wameshakuwa waraibu. Inafika wakati mtu anakunywa pombe kiasi kupitiliza, mikono inatetemeka, midomo inatetemeka, anatapika, anaharisha. Kwa hiyo yule ashakuwa mraibu. Kwa hiyo akinywa pombe kidogo, hiyo hali ya kutetemeka, hiyo hali ya kiraibu inaisha. Kwa hiyo kuna mwingine anatumia pombe, atumia hizo dawa za kulevya kwa sababu ya kuondoa hizo mitetemeko. Lakini mwingine anakuwa anatoka jasho nyingi, mwingine anakuharisha, mwingine anashindwa kuongea vizuri, mwingine anakuwa na kuumwa kichwa sana. Akinywa dawa kidogo, akivuta bangi, hiyo hali inapungua kwa sababu tayari ashakuwa mraibu. Kwa baada ya kupata hiyo elimu sasa, serikali kama serikali imetuletea kauli mbiu za hizi siku za maadhimisho. Tarehe 26 mwezi wa 6 ni siku ya maadhimisho. Kuombe wewe mwananchi
basi uweze kushiriki katika yale maadhimisho ya siku ya dawa za kulevya ambayo tutaadhimisha tarehe 26. Wapi tutaadhimisha? Katika halmashauri ya jiji la Tanga. Tutaadhimisha kule kata ya Mnyanjani, soko la samaki. Tutaenda kule, tutakutana na jamii, kwa hiyo tutatoa elimu, tutaweza kuwasaidia. Kuna kazi mbalimbali ambazo zitafanyika kule katika hiyo tarehe 26 kuanzia ile saa 2 asubuhi mpaka saa 5 asubuhi. Lengo ni kutoa elimu, kwenda kusaidia watu. Wakipata elimu atajua bangi ina changamoto, unga una changamoto, heroini kitu gani kina changamoto. Kwa hiyo itamsaidia katika kumwelimisha mtu ambaye ni mtumiaji. Kwa jina naitwa Bakari Abedi, ni katibu mtendaji wa Tanga Recovering Community. Hii ni taasisi ambayo imesajiliwa katika idara ya maendeleo jamii, jinsia na makundi maalum na kupewa baraka na mamlaka ya kuratibu na kudhibiti dawa za kulevya Tanzania. Niko hapa kwa niaba ya taasisi Tanga Recovering Community, Tanga Drug Free, Oyabi, Courage and Recovering Foundation, Gift of Hope na Gateway. Hizi ni taasisi ambazo zinafanya kazi katika jiji la Tanga kutekeleza afua za dawa za kulevya. Taasisi hizi kazi yake kubwa ni kufika kwenye jamii, community, maeneo ya maskani, maeneo ya tarishi ambayo watumiaji wa dawa za kulevya wanapatikana, kwa ajili ya kuwapa elimu, kuwashauri, lakini mwisho wa siku kuwaunganisha kwenye vituo vya matibabu kutokana na ile hali ambayo yeye iko nayo. Mfano, kama watumiaji wa heroin au unga, huwa tunawalinki na kituo kikubwa cha methadone Bombo. Lakini tunapokwenda kwenye community, tunapokutana na waraibu ambao wanatumia bangi au na skanka, pombe, mirungi, kazi yetu kubwa ni kuwalinki na vituo vya afya, kuonana na madaktari wa afya ya akili kwa ajili ya kupata elimu, kwa ajili ya kupata matibabu, lakini na kuwaunganisha kwenye vituo vya matibabu ya sober house kwa ajili ya utegemao na kutumia dawa kwa utaratibu na kupata elimu. Na vile katika hizi taasisi tuna utoaji wa elimu kwenye ngazi za jamii, family therapy kwa familia ambazo tayari zimeathirika na watoto wao kwa ajili ya matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu mtumiaji wa dawa za kulevya akipatikana kwenye familia moja, basi hata familia nayo yenyewe pia inaathirika. Kwa hiyo tunamtibu mtumiaji yeye mwenyewe, lakini pia tunashauri familia ni namna gani ambavyo wanaweza wakasaidiana katika kipindi chote cha mtumiaji anapopata huduma za matibabu, aidha akiwa kwenye huduma za methadone, aidha akiwa kwenye kliniki za afya akili, au akiwa kwenye sober house. Ndio ni lazima tushirikiane nao ili tupate matokeo yaliyokuwa mazuri. Lakini vile tuna mikakati ya kwenda kwenye shule za msingi na sekondari kwa ajili ya kukinga, kwa sababu tafiti zinaonyesha watumiaji wengi wa dawa za kulevya wanaanza katika ngazi za awali, yani shule za msingi na sekondari. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi mamlaka ya kuratibu na kudhibiti dawa za kulevya Tanzania imekuja na mikakati, imetoa mwongozo ambao huu mwongozo unaanzia katika shule za awali mpaka sekondari na vyuo vikuu. Kila mwaka tarehe 26 ya mwezi wa 6 2026 au ya mwaka husika, tuna maadhimisho ya kupinga vita matumizi ya dawa za kulevya. Kama kauli mbiu ya safari hii inavyosema, ubunifu wa kimkakati ni suluhisho la changamoto za dawa za kulevya. Na maadhimisho haya tumeshaanza toka tarehe 1 Juni kwa vitu tofauti, activity nyingi ambazo tumezishafanya kuelekea kilele cha siku ya kupinga vita matumizi ya dawa za kulevya. Mwaka huu kiwilaya, kwa kushirikiana na serikali ya halmashauri ya jiji la Tanga, tutaadhimisha katika viwanja vya Sahare Kasera, soko la samaki. Hima sasa wananchi wa Tanga na vitongoji vyake tunawakaribisha katika hafla fupi ambayo tutaifanya pale katika maadhimisho. Lengo kila mmoja afike pale kwa ajili ya kupata elimu ya athari za matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia ni namna gani tunaweza tukaibua wale watumiaji wa dawa za kulevya katika majumba, kwa sababu kuna watu ndugu zao wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Baada ya kutaka ushauri kwa daktari au kuingia kwenye vituo vya afya, bado wanaenda katika njia ambazo sio salama. Kwa jina naitwa Joseph
Joseph Mabena, ni katibu mtendaji wa asasi ya Tanga Drug Free Organization. Kikubwa kilichonileta hapa ni katika maadhimisho ya siku ya dawa za kulevya duniani, ambao kiujumla inafanyika tarehe 26 kila mwaka mwezi wa 6. Na nina kituo cha Sober House kipo Mwakidila, Tanga, lakini hatuko peke yetu ambao tunajishughulisha na shughuli hizo za Sober House kwa ajili ya kuwahudumia ambao wameathirika tayari na matumizi ya dawa za kulevya. Hatuko peke yetu. Zipo Sober House karibuni 4 hapa Tanga. Ipo Tanga Drug Free, ipo Courage on Recover ambayo iko Sare, sisi Tanga Drug Free tuko Mwakidila. Ipo Gift of Hope ambayo pia ina kituo Mwakidila, na ipo Getaway ambayo ipo Kang. Nia kubwa ile tuleta hapa vile vile ni kuwapa taarifa kuhusu hilo kongamano ambalo tunakwenda kuliwasilisha tarehe 26 katika mtaa Kasera, kata ya Mnyanjani, lakini vile vile ni kuwapa taarifa wananchi namna ambayo tutashirikiana nao katika hiyo. Kauli mbiu iliyotumika ni ubunifu wa kimkakati, suluhisho ya changamoto za dawa za kulevya. Na mojawapo ya ubunifu wa kimkakati ambao tunaotumia sisi sio tu kuwatibu wale au kuwapa elimu wakiwa kituoni wale walioathirika, bali ni mojawapo ya kuwafikia mitaani wale ambao hawajaathirika, ili tuweze kuwapa msaada wa kujua jinsi gani wasije wakajikuta wamejiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Tunakaribisha katika kongamano ambalo litafanyika Kasera, kata ya Mnyanjani, hiyo siku tarehe 26 kuanzia saa 3 asubuhi mpaka kuendelea. Karibuni sana wananchi wote, tujumuike ili kupata elimu kinga ya dawa za kulevya.